Kuna taarifa iliyothibitishwa kabisa na chombo cha habari Habari Njema Channel kwamba wanawake waandamana kwa papa wanaotaka upadri. Ni hapa majuzi tu tunakumbuka kulikuwa kuna sinodi, na katika kikao chake cha pili kulikuwa kuna mchakato mkubwa ulioanzishwa na Baba Mtakatifu Francisco tafakari namna kanisa linavyosikiliza, kushirikisha na kufanya maamuzi yake. Katika mkutano huu kulikuwa na wajumbe wapatao 368 wenye haki ya kupiga kura, na naelezwa kwamba karibu watu 60 walikuwa ni akina mama, na hilo halikuwa jambo la kawaida katika historia, haijazoeleka hivyo. Lakini ndugu zangu, wakati huo huo nje ya Vatican kulikuwa na tukio jingine. Wanaharakati wanaotetea upadri wa wanawake walikusanyika. Walikuwa na bango kubwa na wengine wakiwa na mabango madogo madogo yaliyoandikwa don't kick the can, women can be priests. Na kwa lugha rahisi tungeweza kusema kwamba wametoa ujumbe unaosema msilisogeze tena mbele swala hili, wanawake wanaweza kuwa mapadri. Associated Press iliripoti kwamba maandamano hayo yalifanyika karibu na Vatican siku hiyo hiyo ambapo awamu ya pili ya sinodi ilifunguliwa. Na hapo ndipo tafakari yetu inaanzia, kwa sababu nyuma ya mabango yale kulikuwa na swali ambalo limekuwa likigusa Kanisa Katoliki kwa miongo mingi sana. Kwa nini mwanamke anaweza kuwa mwanateolojia, mwalimu, kiongozi wa taasisi, mshiriki katika sinodi na hata kuongoza taasisi kubwa ya Vatican, lakini hawezi kuwa padri? Na jibu la Kanisa Katoliki ni moja, kwa sababu kanisa linafundisha kwamba halina mamlaka ya kumpatia mwanamke daraja la upadri. Lakini hebu tujiulize na kutafakari kiundani, ni kwa nini inakuwa hivyo? Ili kuelewa hilo lazima turudi nyuma katika historia. Mnamo mwaka 1994 tarehe 22 mwezi wa 5, ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste. Kutoka Vatican, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, ambaye sasa hivi ni mtakatifu, alitoa barua ya kitume iliyojulikana kama Ordinatio Sacerdotalis. Hii sio barua ndefu, ni fupi, lakini ilikuwa na sentensi ambayo imekuwa ndio msingi wa mjadala wote ambao tunaozungumza sasa. Hapa alisema kwamba kanisa halina mamlaka yoyote ya kuwapa wanawake daraja la upadri, na kwamba hukumu hiyo inapaswa kushikiliwa kwa uthabiti na waamini wote. Na hapa lazima tuelewe neno moja, kwamba neno linalotumika hapa ni mamlaka. Kanisa alikusema kwamba wanawake hawana akili, wala alikusema kwamba wanawake hawana uwezo wa kuhubiri, wala alikusema kwamba wanawake hawana thamani. Anasema kwamba kanisa halijapewa mamlaka ya kufanya hili. Na hiyo ndio hoja rasmi. Mwaka ule wa 1995 kulikuwa kuna mkutano ya baraza lile la mafundisho ya imani ambalo lilithibitisha kwamba fundisho hilo linapaswa kushikiliwa kwa uthabiti. Na mwaka 2018 Vatican ilisisitiza tena kwamba dokumenti hiyo ya Papa, yaani Ordinatio Sacerdotalis, inaweka fundisho ambalo kanisa linapaswa kushikilia kwa uthabiti na si jambo la nidhamu ya kawaida inayoweza kubadilishwa tu haraka haraka. Kwa hiyo wakati wale wanaharakati walipofika Roma mwaka 2024, walikuwa wanakabiliana na fundisho ambalo lilikuwa limeshawekwa wazi miaka 30 iliyopita. Lakini ndugu zangu, hebu tutafakari, kwa nini kanisa linasema kwamba wanawake hawapaswi kuwa mapadri? Kanisa linaanza na Yesu mwenyewe. Katika Injili Yesu alichagua mitume 12 na wote walikuwa ni wanaume. Na kanisa linasema hili si jambo la bahati mbaya. Linahusisha uchaguzi huo na namna Kristo alivyoweka msingi wa utume wa mitume na baadaye huduma ya daraja takatifu. Lakini hapa kuna jambo ambalo lazima tuweke wazi. Hii haimaanishi kwamba Yesu hakuwaheshimu wanawake. Kinyume chake, tunaona hata katika Injili wanawake walikuwa karibu sana na Yesu. Mwanamke Msamaria alizungumza naye kule kisimani. Maria wa Bethania alikaa kumsikiliza Yesu, na mara nyingi Yesu alitembelea familia hii ya Martha na Maria. Wanawake walimfuata kadha wa kadha na kumtumikia. Wanawake walihudumu pamoja na kundi la wafuasi wa Yesu, na jambo kubwa zaidi, wanawake walikuwa ndio mashahidi wa kwanza wa ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, yaani kuona kaburi tupu.
Tunamfahamu huyu mama anayetajwa kwenye maandiko matakatifu, anaitwa Maria Magdalena. Alipelekwa na Yesu mwenyewe alitumwa kwenda kuwaambia wanafunzi habari ya ufufuko. Kwa hiyo ndugu zangu, hoja ya kanisa si kwamba wanawake hawana nafasi katika utume wa Kristo. Hoja ni kwamba aina fulani ya huduma ya sakramenti ya daraja takatifu imehifadhiwa kwa wanaume pekee. Na hapa ndipo Mama Bikira Maria anatokea. Tunafahamu kwenye maandiko matakatifu kuna mwanamke mmoja muhimu sana anayefanya mjadala huu kuwa kuvutia zaidi. Huyo sio mwingine, ni mama yetu Bikira Maria. Maria hakuwahi kuwa padri, pamoja na kwamba tunajua ni mama wa Mungu. Hakuwahi kuwa mmojawapo wa mitume 12, lakini Maria ni mama wa Mungu. Hii inaonyesha jambo kubwa zaidi, kwamba upadri si kipimo cha thamani ya mtu mbele za Mungu. Kwa hiyo kusema mwanamke si padri hakupaswi kutafsiriwa kama kusema vile mwanamke ni Mkristo labda wa ngazi ya pili. Hata dokumenti hiyo Ordinatio Sacerdotalis yenyewe inatumia mfano wa Bikira Maria kueleza kwamba kutopokea upadri ya kumaanishi kwamba mwanamke ana hadhi ya chini au hadhi ndogo, sio kumdharau mwanamke. Alafu ndugu zangu, karne ya 20 tunatambua kwamba ilileta mabadiliko makubwa katika nafasi ya wanawake duniani. Wanawake wakaingia katika vuguvugu kubwa. Wengi wakajiingiza katika vyuo vikuu, mahospitali, mahakama, mabunge, serikalini, katika maeneo ya biashara, katika vyombo vya habari, sayansi na teknolojia, na hata taasisi za dini. Swali likaanza kuulizwa pia ndani ya Kanisa Katoliki: ikiwa wanawake wanaweza kuongoza sehemu nyingine za jamii, kwa nini ndani ya kanisa wasiingie katika nafasi kubwa zaidi kama vile ushemasi, upadre na hata uaskofu? Na hilo ndilo swali ambalo liliendelea kukua, lakini kanisa linafanya tofauti kati ya kitu kinachoitwa uongozi na sakramenti ya daraja takatifu. Hii ndio sababu mabadiliko yalianza kutokea katika maeneo mengine. Mwaka 2021 Baba Mtakatifu Francisco alifungua milango miwili. Mnamo tarehe 10 mwezi Januari mwaka huo, Papa alitoa hati Spiritus Domini. Alichukua hatua ya kubadilisha kanuni ya sheria ya kanisa ili huduma za lekta, yaani wale wasoma masomo harasi waliowekwa katika kanisa, na acolyte, watumikizi wa altari, ziweze kutolewa pia rasmi kwa wanawake katika kanisa hili la Magharibi la Kilatini. Na hilo ndio jambo la muhimu sana ndugu zangu wapendwa, kwa sababu mwanamke hakufungiwa nje ya kila huduma ya liturujia ya kanisa. Badala yake kanisa lilisema kwamba milango hii inaweza kufunguliwa. Lakini kuhusu swala la upadri, hapana. Hapo ndipo tofauti ilipo ndugu zangu. Mwaka 2022 kulikuwa pia kuna mabadiliko makubwa. Baba Mtakatifu Francisco alitangaza katiba ya kitume Predicate Evangelium kuhusu mageuzi ya Roman Curia. Mojawapo ya mambo muhimu ilikuwa ni kuhusu kuwahusisha walei, wakiwemo wanawake, kushika nafasi za uongozi katika baadhi ya idara za Vatican, na matokeo yakaanza kuonekana. Mwaka 2023 wanawake wakapiga kura katika sinodi, na hapa ndipo historia ilipoingia katika hatua nyingine. Kwenye sinodi hiyo ya 2023 wanawake walipata haki pia ya kupiga kura kama wajumbe, na hii ilikuwa ni mara ya kwanza katika kiwango hiki cha sinodi ya maaskofu. Kwa hiyo wakati mtu anasema kanisa haliwapi wanawake sauti, unahitaji kuwa sahihi. Katika sinodi hiyo wanawake walikuwa na sauti na walipiga kura, na mwaka 2024 idadi ya wajumbe wenye haki ya kupiga kura ilikuwa 368 na karibu 60 walikuwa ni wanawake. Lakini hapa ndipo swali linazidi kuwa kubwa: kama tunaweza kupiga kura katika sinodi, kwa nini hatuwezi kuwa mapadri? Na hapo ndipo majibu yanapotofautiana. Mnamo tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka huu wa 2024 kulikuwa kuna mtafaruku mkubwa Roma. Narudi kwenye tukio letu lile la tarehe 2 mwezi Oktoba. Sinodi inaanza ndani ya Vatican, wajumbe wanakaa mezani, nje wanaharakati wanafanya flash mob. Ujumbe wanaandika don't kick the can, women can be priests. Lakini jambo ni moja muhimu ni kwamba hawa hawakuwa wanawake wote wa Katoliki. Kwa hiyo wewe unayesikiliza unaweza pengine mwanamke kwa fikra pengine labda na wewe umehusishwa, lakini sio wote, ni baadhi. Walikuwa ni wanaharakati na wafuasi wa vuguvugu la kutetea upadri wa wanawake.
Hilo ni muhimu kwa documentary ya kweli kama hii ambayo tunawapatieni leo. Kwa hiyo usiseme kwamba wanawake wote walimwendea papa kutaka kuwa mapadri. Ni vizuri labda na kutoa hoja kwamba wanaharakati wanaotetea upadri wa wanawake ndio waliofanya maandamano kuelekea Vatican. Hapo unaweza kuwa sahihi kihistoria. Ndugu zangu, ndani ya sinodi nini kilikuwa kinaendelea? Na hapa ndipo mambo yanakuwa ya kuvutia zaidi. Kanisa lilikuwa halikufunga mjadala wa nafasi ya wanawake katika kanisa, bali kinyume chake sinodi ilikuwa inataka kuongeza ushiriki wa wanawake katika uongozi na kufanya maamuzi muhimu katika kanisa. Lakini swala linalohusu daraja takatifu lilikuwa ni jambo tofauti. Kardinali Victor Manuel Fernandez, huyu ni mkuu wa dikasteri ya mafundisho ya imani, wakati huo alisema kwamba swala la ushemasi wa wanawake halikuwa limefikia hatua ya maturity wa uamuzi chanya, huku utafiti ukiendelea. Na kumbuka, ushemasi si upadri. Shemasi hawezi kuadhimisha misa wala kuadhimisha ekaristi takatifu. Kwa hiyo hata mjadala wa wanawake kuwa mashemasi ulikuwa tayari ni hatua nyingine tofauti na upadri. Mnamo tarehe 26 Oktoba 2024 sinodi ikatoa jibu. Baada ya majadiliano, sinodi ikafungwa. Wajumbe 368 wenye haki ya kupiga kura, na kama nilivyowaambia 60 walikuwa ni wanawake, lakini hakuna uamuzi uliopitishwa wa kuwapa wanawake upadri, pamoja na kwamba kulikuwa kuna wawakilishi wa kina mama katika mkutano huo. Badala yake, hati ya mwisho iliunga mkono kuongeza nafasi za wanawake katika uongozi, lakini haikupendekeza kuwa wanawake wawekwe katika daraja takatifu ya upadri. To me it resonates, Inagusa sana. Ni ajabu. Kuhusu ushemasi wa wanawake, swala hilo liliachwa wazi kwa utambuzi na utafiti zaidi. Kwa hiyo waandamanaji hawakupata walichokuwa wanakitaka, lakini pia swali lao halikufa. Mwaka 2025 ukaja na historia mpya. Tarehe 6 Januari 2025, Baba Mtakatifu Francisco alimteua Sister Simona Brambilla kuwa prefect au mkuu wa dikasteri ya wale walikuwa wakfu, Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life. Akawa mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo kama mkuu wa dikasteri. Na si hilo tu, tarehe 15 mwezi Februari 2025, Sister Raffaella Petrini akawa mwanamke wa kwanza kuwa rais wa Generality ya Vatican City State. Haya ni mabadiliko makubwa sana katika kanisa, na kwa hiyo picha ya Vatican haikuwa tena wanaume peke yake ndio wanaoongoza kila kitu, bali mwanamke alikuwa anaingia katika nafasi kubwa pia za utawala wa kanisa. Lakini bado upadri haujafunguliwa, ndugu zangu, na data zinaonyesha kwamba kuna mabadiliko kiasi fulani. Kwa mujibu wa Vatican, kati ya mwaka 2013 na 2023, asilimia ya wanawake wanaofanya kazi katika makazi ya papa au ofisi za papa kule Vatican iliongezeka kutoka asilimia 19.2 hadi asilimia 23.4. Na hiyo ndio data muhimu sana, kwa sababu inatuonyesha kwamba mjadala wa wanawake katika kanisa haukuwa ni wa maneno tu. Kulikuwa na mabadiliko halisi katika ajira na uongozi wa Vatican. Lakini bado kuna mstari ambao haujavukwa, yaani daraja la upadri. Mwaka 2026 mjadala haukufa. Tarehe 10 mwezi Machi mwaka huu 2026, Sekretarieti Kuu ya Sinodi ilitoa ripoti ya mwisho ya study session kuhusu ushiriki wa wanawake katika maisha na uongozi wa kanisa. Mchakato huo uliendelea kuchunguza nafasi ya wanawake katika mamlaka, uongozi, huduma na maisha ya kanisa. Kwa hiyo mwaka huu tunaona picha mbili kwa wakati mmoja. Upande mmoja, nafasi ya wanawake katika uongozi wa kanisa imeongezeka, lakini pia upande mwingine, fundisho rasmi kuhusu upadri wa wanawake bado halijabadilika. Na hapo ndipo dokumentari yetu nafikia kwenye swali zito na lenye umuhimu sana. Kwa nini hawataki kuacha? Kwa upande wa wanaharakati, hoja yao inaeleweka. Ikiwa mwanamke anaweza kuongoza, kufundisha, kutawala taasisi, kushiriki katika sinodi na kupiga kura, kwa nini hawezi kupokea daraja takatifu ya upadri? Kwao suala ni usawa na ushiriki kamili. Lakini kanisa linajibu kwa hoja tofauti. Upadri si cheo cha utawala. Upadri ni sakramenti. Na kanisa linaamini kwamba Kristo aliweka msingi wake
kwa namna ambayo kanisa halina mamlaka ya kubadilisha. Na hapo ndipo migongano miwili inapokutana, kwamba wanaharakati wanaangalia usawa na ushiriki, wakati kanisa linaangalia sakramenti, maandiko matakatifu na mapokeo ya kitume. Na hapa ndipo jibu la kanisa linapokuwa wazi. Tarehe 22 mwezi Mei mwaka 1994 wenyewe hati ya Ordinatio Sacerdotalism inasema kwamba kanisa halina mamlaka ya kuwapatia wanawake upadri. Mwaka 1995 fundisho hilo linathibitishwa tena. Mwaka 2018 Vatican inasisitiza tena kwa hali yake ya kudumu na lazima kushikiliwa. Lakini mwaka huu hakuna tangazo rasmi la Vatican linalobadilisha fundisho hilo. Kwa hiyo ukiwa unafanya documentary kama hii, ndugu zangu wapendwa, utambue kwamba sote tunaamini kwamba Papa hataki wanawake wawe mapadri. Hii ni rahisi sana, na la msingi ni kusema tu kwamba kanisa Katoliki linafundisha kwamba halina mamlaka ya kuwapa wanawake upadri, na si kwamba Papa hataki wanawake wawe mapadri. Ndugu zangu, Roma iliona maandamano, Vatican ikatoa mabango, wanaharakati wakasema women can be priests, lakini kanisa linatamka waziwazi kwamba upadri hauwezi kutolewa kwa wanawake, lakini wakati huo huo linafungua milango mingine, wanawake wanaweza kuhudumu katika nafasi mbalimbali katika kanisa. Lakini hoja nyingine ambayo ni kubwa zaidi ni kwamba Bwana Yesu mwenyewe aliamua kuwapa wanaume huduma hiyo ya sakramenti kutokana na kwamba mapadri wanaitwa ni alter Christus, yani Kristo wengine. Sasa huwezi kuwa na alter Christus alafu unajua Kristo alikuwa ni mwanaume. Kwa hiyo ni hoja nyingine ambayo ni kubwa, ndio sababu tunaona wanawake wamepewa nafasi nyingine kubwa katika wokovu, lakini si sakramenti ya daraja. Na milango mingi sana imefunguka kwa ajili ya huduma zao mbalimbali katika kanisa. Ndugu zangu, naomba uache maoni yako hapa chini. Je, kanisa linaweza kubadilisha kile linachoamini kwamba Kristo alikabidhi kwenye kanisa, kwamba akina mama hawapasi kuwa mapadri na sakramenti ya daraja iko reserved au imehifadhiwa kwa ajili ya wanaume tu? Tafadhali acha comment zako hapo chini, usiache kulike, kushare na kusubscribe katika Habari Njema channel ili uendelee kuwa wa kwanza kupata habari motomoto na visa kama hivi vya kihistoria. Nikutakie wakati mwema. Asante. Omne sancte patriarcha et prophete, ora te pro nobis, Sancte Petri et